sijaendelea kuongea mambo yetu, naomba nitumie nafasi hii pia kwa heshima kubwa kumpongeza sana rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mambo mawili. Kwanza, jana tarehe 19 mwezi wa 3 ndio siku ambayo aliapishwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 19 mwezi wa 3 2021. Kwa hiyo leo tunapoongea ndio ametimiza miaka 4 kamili akiwa madarakani. Tunampongeza kwa sababu ameendelea kuongoza nchi yetu kwa utashi mkubwa. Bado tunaona tunao umoja wa kitaifa kama Tanzania, tunajiona tunapata maendeleo, tunaona kila Mtanzania anaishi kwa amani, kwa utulivu. Si jambo dogo, ni jambo la kumwambia hongera na asante. Ndugu zangu, wako hapa viongozi wa Vikoba, anaongoza Vikoba tu, lakini watu wanagombana, anashindwa kusimama watu wakakaa kwa utulivu. Anaongeza chuo, watu hawapatani. Kwa hiyo ukiona mtu anaongoza nchi imetulia, si jambo dogo, ni jambo kubwa, anastahili pongezi zetu. Lakini la pili, nimpongeze kwa utashi mkubwa ambao ameuonyesha katika miaka 4 ya uongozi wake, hususan katika sekta hii ya elimu. Katika sekta ambazo tunasema amezitendea haki. Huenda sekta ya elimu kama iongozi, basi tukijishindanisha itakuwa ya pili au ya tatu, yaani kwenye 3 bora itaingia. Kwanza kwa fedha nyingi ambazo zimetolewa katika kipindi akiweko madarakani. Lakini kwa miundombinu mingi ambayo imejengwa, nafikiri kwenye historia hakuna wakati tumejenga miundombinu ya elimu kama wakati huu wa miaka 4 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hii sisi tunaiona kwa sababu tunaona miundombinu imejengwa kuanzia ngazi ya awali chini kabisa mpaka vyuo vikuu. Kila unapogusa na kushuhudia mabadiliko ya vyuo yalivyojengwa, mabadiliko ya shule za msingi, shule za sekondari na kila mahali. Tulipiga hesabu moja, profesa mwenyekiti, kwa madarasa yaliyojengwa Dodoma, walao shule za msingi tu, nikatoa mfano huu mmoja nisitoe mingi. Katika miaka ya uhuru 60, Dodoma tulikuwa na shule za msingi 5,000, madarasa 5,556. Lakini katika miaka hii ya kwake tumejenga madarasa 1,661. Tukapiga hesabu, kama angekuwa anajenga madarasa haya kwa spidi ile ya madarasa kwa miaka 60, madarasa 5,556, angetakiwa kuchukua miaka 18 kujenga haya 1,661. Kwa hiyo tukasema spidi hii ni spidi ya marathon, sio ya kawaida, anastahili pongezi. Kajenga kwa miaka 4 badala ya miaka 18 kwa spidi iliyokuwepo. Kwa hiyo tunaposema hivyo tunamaanisha amefanya kazi yenye utashi mkubwa ambayo hatuna namna ya kusema wala kumwambia, zaidi ya kumwambia tunampongeza na kumpa asante na shukrani nyingi.